Yes, wakuu kwema, Godfrey Mchungu hapa, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Habari kubwa duniani ni kuhusu Benjamin Netanyahu, ambaye kumekuwa kuna debate kubwa sana duniani kwamba Benjamin Netanyahu, kiongozi wa chama cha Likud, muafidhina ambaye anaongoza harakati za Zionist movement na kiongozi ambaye anatajwa kwamba ameweza kuwashinda mawaziri wakuu wengi wa Israeli, wakina Golda Meir, wakina Ehud Barak, wakina Ariel Sharon, wakina David Ben-Gurion, wote ameweza kuwashinda Benjamin Netanyahu. Lakini story kubwa ni kwamba inaonekana kwamba haonekani au wajui au alilengwa kwenye shambulio ambalo liliweza kumchukua maisha ya kaka yake Aido Netanyahu. Lakini vile vile kuna taarifa ambayo imetoka juzi ambayo inamuonyesha Netanyahu kama akijaribu kutoa hotuba, na wengi wakaifanyisha hotuba ile kama Netanyahu gani ambaye ana vidole sita. Kwa hiyo kuna uchambuzi ambao unaendelea kwenye mtandao kwamba kuonyesha kwa namna gani Netanyahu hatunaye tena moja, kina namna gani Netanyahu bado yupo hai. Debate imekuwa ni kubwa kwamba je, Netanyahu yupo mzima au Netanyahu hatunaye, kwa sababu kuna shambulio ambalo lilifanyika kwenye makazi kabisa ya Netanyahu. Inataja kwamba yeye mwenyewe alikuwepo katika shambulio, lakini hiyo inatolewa taarifa na vyombo vingi vya habari vya Irani kwenyewe, lakini vyombo vingi vya Mashariki ya Kati na vyombo vingi vya Asia Kusini. Kumekuwa kuna huo mkanganyiko ukitazama wa kimtazamo kujua kwamba je, amefariki, yupo hai au imekuwaje. Sasa mimi sio hoja yangu ya msingi kwa hapa. Hoja yangu ya msingi ni kujaribu kuonyesha na kufafanua kwa nini Benjamin Netanyahu amekuwa ni kiongozi ambaye wakupigiwa chapuo sana ukilinganisha na viongozi wenzake ambao wametangulia. Unajua, kihistoria nchi ya Israel ni nchi ambayo wana mapimo yao ya kutafuta nani aweze kuwa waziri mkuu bora. Kwa mfano, Netanyahu anataja kuwa waziri mkuu bora kwa kuweza kuwashinda wengine kwa sababu ni kiongozi ambaye amewasaidia sana Wayahudi. Unajua, taifa la Israeli unafahamu kwamba kabla ya mwaka 1947-48 na kabla kuna kile ambacho kinachoitwa Balfour Declaration mwaka 1917 walikuwa hawana taifa. Kwa hiyo wakina David Ben-Gurion, wakina Golda Meir, wakina Ariel Sharon, wakina Isaac Rabin, wakina Ehud Barak, wakina Menachem Begin, wote wamesaidia sana kuweza kujenga, kufanikisha na kuendeleza harakati ambazo kimsingi zilianza muda mrefu zaidi tangu kwenye karne ile ya 19. Sasa ukitazama yeye amepata score zaidi ya 64 kwa sababu ya hizo sababu ambazo kimsingi nimezitaja. Kwa mfano, David Ben-Gurion ndio kiongozi ambaye ameipa uhuru taifa la Israel mwaka 1948 tarehe 15 Mei, David Ben-Gurion. Lakini Golda Meir ni kiongozi ambaye alisaidia kupigana vita ya Yom Kippur mwaka 1973 na mwaka 1978 kuna Camp David Accord, Jimmy Carter, Anwar Sadat na Menachem Begin, tukashuhudia kwamba Sinai ikarudishwa katika eneo la Misri na Misri kuja kuitambua Israeli. Amemshinda Golda Meir, mwanamama ambaye anaitwa kwamba ni Iron Woman, mwanamama wa shoka. Lakini kuna kiongozi anaitwa Isaac Rabin. Huyu mwaka 1994 mpaka 95 kuna mkataba maarufu ambao unaitwa mkataba wa Oslo, ambao mkataba wa Oslo ndio ulikuja kutengeneza kitu kinachoitwa Mandate of Palestine, mamlaka ya Palestina, ambayo sasa hivi imekuwa ikiongozwa na Mahmoud Abbas. Na tangu Mahmoud Abbas aingie kuna nafasi ya waziri mkuu au kiongozi wa Palestina, tangu ameingia mwaka 2007 mpaka leo hii hajaweza kufanya uchaguzi. Lakini yupo Ariel Sharon, waziri mkuu mkatili ambaye aliweza kusababisha mauaji maarufu ya Shantila Masaka kule Lebanoni, ambao zaidi ya watu 3000 waliweza kufariki. Lakini zaidi sana kuna huyu ambaye anaitwa Ehud Barak, kiongozi ambaye mwana mikakati ambaye aliweza sana kufanikisha kile kinachoitwa First Intifada. Hoja msingi akijiuliza kwa nini Netanyahu amekuwa akigonga vichwa vya habari vikubwa vya kimataifa. Kwanza lazima tufahamu Netanyahu katika utawala wake ndio kiongozi ambaye amerudi mara nyingi kwenye taifa la Israeli. Lakini la pili, huyu ni kiongozi ambaye ameweza kuondoa maisha ya Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif, Ibrahim Raisi. Kutazama katika ajali ya ndege inatajwa kwamba Mossad walihusika, lakini zaidi sana ameweza kuhusika kwenye kifo cha Ayatollah Ali Said Khamenei, imamu mkuu
wa nchi ya Iran na Supreme Leader. Kwa hiyo kuna mapimo yao ya kujaribu kupima nani anaweza kuwa waziri mkuu bora, wamekuwa wakiangalia namna gani nani ameweza kuwafanikisha kwenye harakati zao za kuweza kuondoa wapinzani wao, lakini zaidi sana za kuweza kufanikisha kile kinachoitwa Zionism Movement. Zionism Movement ni harakati za kisiasa ambazo zinaungwa mkono na AIPAC, Christian Zionism Movement, ambazo zina lengo la kuweza kutanua mipaka ya nchi ya Israeli ya leo. Kwa hiyo ukiangalia kimapimo, yeye anapata siku kubwa kwa sababu leo hii kuna mpango wa Knesset ambao kuweza kutanua mipaka katika nchi katika ukanda wa West Bank, lakini zaidi sana kuna mpango wa kuweza kuja kuijenga upya Gaza na Israeli kuweza kuishi kwa amani dhidi ya Wapalestina. Lakini zaidi sana ameweza kuamaliza nguvu kwa mfano Hezbollah, ameweza kuamaliza nguvu Hamas, lakini zaidi sana ameweza kuondoa vigogo kwa mfano Bashir al-Assad pale katika eneo la Syria. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye kuna mapimo watu wengi wamekuwa ni conspiracy kwa sababu anatajwa kwamba amefanikisha sana. Kwa hiyo kuondoka kwake au uwepo kwake lazima ataweza kuibua vichwa mbalimbali vya habari vya kimataifa. Mimi ni Godfrey Mchungu, mchambuzi wa kimataifa.